Mpendwa mtazamaji, popote ulipo, ni kipindi cha baraka kwako, kipindi cha baraka kwenye biashara zako, kipindi cha baraka kwenye kazi yako. Ninayesema nawe ni Mtume Bulldozer Mwamposa. Unapoamka asubuhi, ukainuke na kuangaza. Mungu anakutakia kuinuka na kuangaza. Mungu hataki ufunikwe maisha yako. Mungu anataka maisha yako yainuke na kuangaza. Popote ulipo, huu ni upako wa kuinuka na kuangaza katika maisha yako. Utainuka na kuangaza asubuhi ya leo kila utakapokwenda. Ninapoenda kuachilia maombi ya asubuhi ya baraka, maombi ya kazi, maombi ya biashara, maombi ya kukutanishwa na watu sahihi. Popote ulipo, unamhitaji Mungu, unahitaji mkono wa Mungu, unahitaji baraka za Mungu. Kabla hujatoka nyumbani, kabla hujatoka kwenda kazini, kabla hujatoka kwenye biashara, ujui nini kimepangwa usiku kucha, lakini Bwana amekupangia mema asubuhi. Biblia inasema kilio na huzuni vinakuja usiku, lakini asubuhi furaha inakuja. Acha asubuhi ya leo iwe furaha kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye uchumi wako na kwenye kazi yako. Asubuhi ya kuinuka na kuangaza. Popote ulipo, amini, umbali sio tatizo. Mungu atagusa maisha yako asubuhi ya leo na utainuka na kuangaza. Kitabu cha Luka sura ya 5 kuanzia mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena neno lake, alikuwa ananena neno Yesu, alimwambia Simon, tweka nyavu, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki, mkashushe nyavu zenu. Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, hatujapata chochote, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Neema iwe juu yako. Elekeza mkono wako. Baba, naachilia upako wako, upako wa kibali mara 2, upako wa kuinuka na kuangaza, upako wa kujiliwa na mafanikio, upako wa kufanikiwa kwenye kazi, upako wa kufanikiwa kwenye ndoa, upako wa kufanikiwa kwenye biashara, upako wa kustawi na kuinuka na kuangaza. Nyota zao zikang'ae, maisha yao yakang'ae, wakainuke na kuangaza. Pokea double favor katika jina la Yesu Kristo. Ukakutanishwa na watu sahihi. Mungu akutenganishe na marafiki wasio sahihi. Mungu akutenganishe na watu ambao ulikuwa ukutana nao wasio sahihi. Ukutane na watu sahihi wa kufanikisha katika maisha yako. Nyota